Sasa nimejua kumbe ili onekane ni mtu lazima uwakalie watu, na wakilalamika unawafinya kweli. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Bandari ya Talini wananchi tukilia tusikilizwe. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Ngorongoro ndugu zetu wanahamishwa kwa nguvu. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Ina maana wageni wanathamani kwenye nchi kuliko wenyeji. Mnatuona nyani. Na kijana mdogo kongoleo meno na maskali. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Masai ndugu zetu wamelia kila kilio lakini hawasikilizwi. Mnatuona nyani. Imefika mahala Tanzania kila anayepinga dhuluma anaitwa mkaidi, anaharibu amani ya nchi, mara mchochezi. Hii ni kwa nini? Mnatuona nyani. Mbarikiwa amelalamika mtoto ameuawa lakini mmepuza. Mnatuona nyani. Amepiga kelele zilizo na simanzi, mmempa na kesi. Mnatuona nyani. Ushahidi uliotolewa hauendani na kesi. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Pamoja na kulalamika viongozi mko kimya. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Kwa mujibu wa katiba viongozi ni wakilishi wa wananchi, lakini wananchi tunalia kero zetu hazisikilizwe. Jamani, ni kwa nini? Mnatuona nyani. Bidhaa ziko juu, kila kitu kimepanda. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Maisha ni magumu, kodi ziko juu. Ni kwa nini? Mnatuona nyani. Sasa umeme Haleluya, mtu wa Mungu. Namshukuru Mungu tena na tena kwa neema yake, kwa nafasi ambayo azidi kutujalia, japo kama unavyoweza kuona sasa ya kwamba tumepatwa na msiba. Familia ya mchungaji Mbarikiwa Makipesile tumepatwa na msiba katika mazingira haya. Tumepotelewa na mpendwa wetu shujaa ambaye ameyapigania maisha yake kwa Bwana. Shujaa Sifa Ujune ambaye kwa sehemu kubwa ni mtu ambaye maisha yake yamekuwa wazi katika nchi hii ya Tanzania. Ni kweli ni kwamba kwa sasa hatuko naye kwa sababu ya ugonjwa ambao ulimpata, ugonjwa ambao haukuwa wa kawaida, ambao umepelekea mauti yake. Paka leo, paka sasa hatuko naye. Hapa kinachoendelea ni mazishi ya kwenda kumuhifadhi shujaa. Mimi nasema kwamba saluti kwake kwa sababu ya moyo na ambao kwa sehemu kubwa amekuwa wazi kuwatetea Watanzania. Mtu ambaye alipiga sana kelele kuwatetea watu wa Ngorongoro, aliwatetea akina Mdude, aliwatetea mtu wa Mungu ambao kwa sehemu kubwa walionewa, walizulumiwa kwa namna moja au nyingine. Sifa alikuwa ni mtu wa kulia na watu kwa sehemu kubwa, lakini kwa sasa sababu ya changamoto fulani leo hatuko naye. Tuweze kusoma andiko hili, kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 na mstari wake wa 7. Haya ni maneno ya Mtume Paulo aliyanena kwenye wakati ambao alikuwa akielekea kumaliza kazi yake ya kupigania haki na ukombozi juu ya dunia au nchi. Katika kipindi ambacho alikuwa akiishi, aliweza kuyazungumza maneno haya, nami nina ujasiri kuyasoma maandiko haya, kumsomea shujaa Sifa Budune, kwa sababu ni mtu ambaye aliamua maisha yake kuyatoa kwa Mungu kwa sababu ya watu wanyonge waliokuwa wakionewa kwa namna moja au nyingine. Nami naona ujasiri mkubwa sana na nikimuaga shujaa huyu kwamba Mungu amlinde, Mungu ampokee kwa sababu ya moyo wake, kwa kuwa maandiko yanasema kwamba heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika baada ya tabu zao.
nami najua sababu ya moyo wa sifa aliyokuwa nao. Bila shaka kabisa sina wasiwasi, kwa kuwa ni moyo uliokuwa wazi sana kwenye jamii. Ni moyo ambao ulikuwa hauna hila kwa namna moja au nyingine. Hebu basi acha nisome kitabu cha Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 7. Anasema kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nami kwa maneno haya namuaga shujaa Sifa Bujune kwamba tangulia shujaa. Ni kweli umetuachia mtihani, lakini tunakuahidi ya kwamba njia hiyo hiyo ambayo ulikuwa ukiipita na sisi tunaipita, kwa maana kwamba huko ulikotangulia na sisi tutakuja. Lakini jambo moja tu, ya kwamba Mungu atusaidie kuyaishi maisha ambayo wewe uliyaishi, maisha ya kutetea wanyonge, maisha ya kupinga ubaya kwenye jamii. Ni kweli njia ambayo mtumishi shujaa ulikuwa unaipita ni njia ambayo haijakuacha salama. Iliwagharimu watu wengi, hata baba zetu wa Biblia iliwagharimu. Walipotelewa na wapendwa wao, walipotelewa na ndugu zao, walipotelewa na wake zao, kwa sababu ya njia hiyo ambayo shujaa Sifa Bujune umeipita ama ulikuwa unaipita. Ni kweli haikuacha salama. Baba zetu waliuawa, kina Paulo walikatwa vichwa, Yesu aliuawa, alisulubiwa, akina Daudi, Yohana Mbatizaji alikatwa vichwa, akina Yohana wa Ufunuo alikuwa akitekwa na kuuawa, kukatwa mapanga, akina Petro walikatwa kwa msumeno. Baba zetu waliishi kwa kuwindwa usiku na mchana na mashetani, watu wanaovaa suti na kunywa bia, wakikaa kwenye vijue vyao, wakipanga na kuratibu na kushinikiza ni kwa jinsi gani wawafishe watu wema. Lakini njia hiyo ndio njia bora sana. Ni kweli ni njia ambayo iliondoa baba zetu kwa namna ya fedheha sana na aibu, lakini ndio moja njia ambayo mpaka leo imewafanya waheshimike baba zetu wa imani. Ni kweli waliondoa kwa aibu, waliuawa kwa aibu, kwa fedheha sana, lakini ni njia ambayo mpaka leo kisoma habari zao zinatisha, zinatetemesha, zinafanya tuwaheshimu. Akina Yohana Mbatizaji, akina Yuda, akina Paulo, akina Stefano waliuawa, lakini mpaka leo huwezi ukawadhalau unapowasoma katika Biblia hii. Na pengine wale wote ambao waliratibu ama kushirikiza kuuawa kwao, mpaka leo kumbukumbu lao limesahaulika, kwa kuwa ndivyo maandiko yalivyosema kwamba furaha ya waovu ni ya muda wa kitambo tu, naam ukuu wao ujapopanda hata mawinguni, ijapo kwa sababu hiyo watangamia kama mavi yao wenyewe. Nami nichuacha kwamba katika nchi hii ya Tanzania, wote ambao wameratibu kuuawa kwa watu wema, ni kweli mtafanikiwa, ni kweli mnafanikiwa, lakini mfahamu ya kwamba baada ya sisi mnafuata nyie na watoto wenu na ndugu zenu na koo zenu, nanyi mtauawa kama nyie ambao mnafurahi leo kuuawa kwa watu wema. Mfahamu ya kwamba nanyi mnafuata, kwa kuwa yote ambaye unaratibu au kushinikiza au kupanga ama kusimamia kwa watu wema kwamba wauawe, wasiwe na uhuru, wasiwe na nguvu ya kuongea zidi ya ndugu zao wanaotekwa na kuuawa. Ikitokea watu kama hao, mnawaua kupitia maabara, mnawaua kupitia hospitali zenu hizo ambazo mmepandikiza mashetani wanaowapa sumu ndugu zetu, mnawaua kupitia kwenye magereza humo, mnafanya mambo yenu kuhakikisha mnawasulu. Lakini mfahamu, baada ya watu wema kulia, mfahamu ya kwamba mnafuata nyie, kwa kuwa maandiko yasema kwamba katika kitabu cha Mwanzo sura 9, nikimalizia hapo sura 9 na mstari wake ule wa 6, anasema kwamba atakaye mwaga damu ya mwanadamu
damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu. Kwa maana kwa mfano wa Mungu alimfanya mwanadamu. Atakaye mwaga damu ya mwanadamu, msifahamu kwamba nyie mko salama? Wote ambao mnaratibu kuuawa kwa watu wanaopinga ubaya kwenye jamii, mfahamu ya kwamba mtafurahi kwa muda kitambo tu, lakini mnafuata nyie, kibao huwa kinageuka. Mabaya yote ambayo mnafanya leo kwa wafanyia watu wema, mfahamu ya kwamba mnafuata nyie, asema Bwana majeshi. Nimalizie Ufunuo 13 mstari wa 10. Anasema kwamba mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Acha nishi hapo. Hii ni sauti ya mtoto wa simba, au sauti ya mtoto aliye kutoka gerezani akisema, itengenezeni njia ya Bwana, ayosheni mapito yake. Mungu mhukumu haki huacha, naye atamlipa mtu sawa na matendo yake. Hii ndio maana ya neno Maranatha, shujaa na kuaga. Sifa Bujuni, sauti kwako shujaa. Umevipiga vita vizuri vya imani na mwendo umeumaliza. Tangulia shujaa. Maranatha. Sauti ya wanyonge inasikika Tanzania ikidai haki. Mungu usinyamaze.